wewe upo kwa ajili ya kuishauri mahakama. Unaishauri kwamba wanaweza akatoka akasema hakimu, kwa sababu wanabezi upande mmoja, ndipo hapa rushwa inatokea, kwa sababu pale anakuwa anapigania upande. Wanaweza akatoka akasema hakimu amekosea. Wewe upo kwa ajili ya kuishauri mahakama. Unaishauri kwamba nafikiri huyu mtoto hiki na hiki kinatakiwa kifuate. Kwa hiyo upo pale kuishauri mahakama, uko pale kwa ajili ya kutetea haki za mtoto, uko pale kuhakikisha procedures zote zinafanya kazi. Ndo kazi yako afisa ustawi, unatakiwa ufanye hivyo. Uko pale kuwasilisha ripoti ya kiuchunguzi, lakini uko pale hakikisha una note case, mwenendo wa kesi unavyoenda. Afisa ustawi unaenda mahakamani, huna notebook, huna kitu chochote. Asa unaenda mahakamani kufanya nini? Kwa hiyo kama unataka kujifunza, hivi ni vitu muhimu sana, lazima afisa ustawi uwe navyo. Lakini sasa kuna vitu wewe afisa ambavyo huruhusiwi kufanya mahakamani. Ndio tumekasimiwa madaraka makubwa ya kuwepo katika hizo kesi especially za jamii, lakini kuna vitu ambavyo kama afisa huruhusiwi kuvifanya. Ndo kama hivyo, kuipangia mahakama nini cha kufanya. Wewe ni mshauri. Hakimu anayekuwepo pale ndo anakupa nafasi wewe ya kuweza kuzungumza, lakini huruhusiwi kuficha taarifa, ambapo unamficha labda hakimu taarifa fulani ambazo zinaweza zikasaidia kwenye uamuzi. Hauruhusiwi wewe kama afisa ustawi, hivyo vitu hauruhusiwi. Lakini cha tatu, hauruhusiwi kuropoka mahakamani. Kila kitu kinaenda kwa utaratibu. Yaani uruhusiwi kwa kuwa tu pale upo kwa ajili ya kutetea ule mtoto basi mtoto akizakizi wananilia. No, huruhusiwi. Haupaswi kufanya hivyo. Afisa ustawi hauruhusiwi kurekodi mahakamani. Unaweza kwamba ni kama ushahidi kwamba umeenda na simu umeweka mfukoni, hauruhusiwi. Unaona hizo procedures hasa tuzifati, na ndio maana mara nyingine hatui msaada kwa hakimu, na kwa bahati mbaya baadaye hukumu zinapokuja kutoka, wa kwanza kulalamika na kuwa maafisa ustawi kwamba hakimu hajatenda haki, akati wewe kama afisa ustawi unatakiwa ubalance. Sasa ni nini ambacho mheshimiwa hakimu anaweza akamwagiza afisa ustawi wa jamii? Nisikilizeni kwa makini, kwa sababu wengi unakuta wanajifanyia tu, hawajaambiwa na mahakama, wanafanya tu. Nisikilizeni vizuri. Kuna vitu ambavyo hakimu yeye anaweza akakuagiza afisa ustawi kuvifanya. Mojawapo, atakuagiza ukafanya uchunguzi sehemu fulani. Sheria ya mtoto inakulinda kwa ajili ya kwenda kufanya uchunguzi, ukafanya uchunguzi sehemu fulani kwa ajili ya kesi fulani. Lakini anaweza akakuagiza tena umletee ripoti ya hiyo uchunguzi, ni social inquiry report ulete. Lakini anaweza akasema pia unaishauri vipi mahakama. 4, hakimu yeye ndo anayekupa ruhusa kama social welfare expert, zungumza. Hivyo ndo vitu ambavyo hakimu anaweza akakwambia afisa ustawi wa jamii ufanye. Na sio tu hivyo, vipo vitu vingi. Hata kama ni kesi ya mtoto ambaye mtoto anahitaji labda malezi ya kambo, anahitaji mtoto aende katika shule ya kurekebisha tabia, anakuagiza. Lakini kupeleka taarifa baada ya maamuzi ya kesi yoyote kufanyika, hakimu anakuagiza wewe kama afisa ustawi, na wewe hauna budi kuchukua yale maagizo. Sasa afisa, usifanye vitu ambavyo hakimu
hajakuagiza. Kumbuka, ni kweli sheria inaturuhusu sisi kwenda nyumba fulani au sehemu fulani kufanya uchunguzi au tafiti jamii. Hasa usijipeleke, yani usiende tu moja kwa moja kwa kuwa sheria inakuruhusu. Ya nini? Hakimu anatakiwa akuagize wewe. Wewe uko kwa ajili ya kuishauri mahakama, unaishauri kwamba wanaweza akatoka akasema hakimu